Day 2 News. We enlighten the dark side. Nilibaki kidogo nipelekwe mahakamani na manispaa kwa sababu ya hela ya bango. Mfanyabiashara mashuhuri hapa nchini Jennifer Jovin maarufu kama Nifa ameingia matatani kufuatia kugoma kulipa kodi ya bango au tangazo la biashara yake ya saluni ambalo ameliweka. Nifa amekuwa akilalamikia kwa muda mrefu kuwa kodi hiyo inayotozwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni sio sahihi kwa wafanyabiashara, na akiweka wazi kuwa hayupo tayari kulipia. Kupitia mitandao yake ya kijamii, Nifa amekuwa akisisitiza kuwa amekuwa akilipa kodi mbalimbali na haoni tena sababu ya kutozwa kodi ya bango la tangazo la biashara yake ambalo hajaliweka barabarani bali ameliweka katika eneo la biashara yake tu ili wateja walione. Sasa siku ya jana, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilimlima barua ikimtaka alipe deni analodaiwa katika mwaka wa fedha 2024-2025 ndani ya siku 7, la sivyo ataburuzwa kortini na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Baada ya kupokea barua hiyo ya kusudio la kupelekwa mahakamani, Nifa aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema, aliandika, hapa napelekwa mahakamani jamani na manispaa, saluni yenyewe hata wateja sina, kwa wiki nasuka mteja mmoja, emoji za kulia. Kodi yenyewe mwenye nyumba ananivumilia, nalipa mwezi mmoja kwa sababu anaona ninavyohangaika. Nikatoe 480 kulipa bango kweli, tena yote kwa pamoja ni hela nyingi sana kwangu, nyingi, sina uwezo huu. Gari yenyewe sasa hivi sina, natembea kwa miguu hadi dukani. Mwaka huu mahakama nina bahati nazo, aisee, alhamdulillah, Mungu anisaidie tu, masikini mimi. Ningekuwa na uwezo ningelipia kutangaza biashara kwenye nyumba ninayolipa kodi, bora lingekaa barabarani jamani. Ameandika Nifa akionekana kulalamikia. Sasa ni nini hasa kiliandikwa katika barua ya manispaa ya Kinondoni? Ngoja tuisome kidogo ili uweze kufahamu kile ambacho kiliandikwa kwenye barua hiyo ya manispaa, ambapo imeandikwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Hii barua ina kumbukumbu namba 64/345/02, mkurugenzi, inaenda kwa Nifa Saloon. Inahusu kusudio la kufikisha mahakamani kwa kukwepa kugoma kulipa ada ya matangazo yako kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Usika na kichwa cha habari hapo juu. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni inakusudia kukufikisha mahakamani kwa kosa la kukwepa na kugoma na kuchelewa kulipa ada ya matangazo yako kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Uhakiki wa matangazo yako yote yaliyokuwepo katika wilaya ya Kinondoni na viunga vyake kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ulifanyika na kupatikana jumla ya shilingi 486,000. Kiasi hiki kilitolewa namba ya malipo ya serikali, yani control number, na hakikulipwa kwa wakati hadi control number hiyo ikaisha muda wake. Tunakutaka na kukusihi uweze kulipia kiasi hiki ndani ya siku 7 tangu kupata barua hii. Baada ya hapo tutakupeleka mahakamani kwa kosa la kukwepa kulipa kodi ya serikali kwa mujibu wa sheria. Manispaa ya Kinondoni ipo tayari kukusikiliza na kukuhudumia muda wote ili ada hii ya matangazo iweze kulipwa kwa wakati. Tunakutakia utekelezaji mwema katika ujenzi wa taifa. Edson Masunga ambaye ni kama kaimu huyu imeandikwa KNY, mkurugenzi wa manispaa, na nakala imeonekana kwenye file. Hiki ndicho ambacho kimeandikwa kwenye hiyo barua ambayo Nifa ameonekana kuilalamikia, alafu mara baada ya hapo akaiposti. Sasa hata hivyo, baada ya Nifa kuweka barua hiyo mtandaoni pamoja na control number inayotakiwa kulipia, inaonekana mmoja kati ya watu wake wa karibu aliamua kumlipia kiasi hicho cha fedha anachodaiwa ili kumwepusha na kusudio la kufikishwa mahakamani lililoelekezwa katika barua hiyo. Nifa alirejea tena mtandaoni na kuandika, Msamaria mwema amenilipia kodi ya bango ili nisipelekwe mahakamani. Nashukuru sana, Mungu akubariki, huku akiambatanisha na mtiririko wa chat zake na msamaria mwema huyo ambaye anaonekana ni mtu wake karibu. Kwenye caption yake aliandika tena, naombeni mje basi msuke ili mwezi huu nisije nikakosa kodi alafu mwakani nikapelekwa tena mahakamani. Yani watu waende katika saluni yake ambayo ilikuwa kidaiwa bango la biashara. Msamaria mwema amenilipia hela ya bango. Amenilipia hela ya bango. Nilibaki kidogo nipelekwe mahakamani na manispaa kwa sababu ya hela ya bango.
sipati wateja, sina wateja mimi kwenye hiyo saluni yenyewe. Kwa wiki anapatikana mteja mmoja, nywele za mkono shilingi 5,000. Asa lakini 86 hapo unapata 5,000 ngapi? Yaani mpaka nisuke wateja 100 na kitu. Angalau wateja 100 na mimi nibaki na 35,000 sijui ya kula hapo kweli. Bado sijalipa kodi. Kwa hiyo mlikuwa mnataka kunifunga. Asa msamaria mwema aliyenipiani. Sijui nimekoseaje kutuma ile karatasi. Mimi nilikuwa nataka nije kesho halmashauri niwaombe mnisikilize, mnipe muda kulipa ndani. Mnipe 5,000. Of course, Niffer ni mmoja kati ya wafanyabiashara mashuhuri sana mitandaoni hapa nchini, akiwa na wafuasi zaidi ya 2.1 na amekuwa haishi kueleza hisia zake kuhusiana na masuala ya kodi, hasa pale ambapo anakuwa hakubaliani na kodi au tozo ya aina fulani. Lakini pia Niffer amekuwa akiingia katika mivutano mbalimbali ya kisheria na ya kibiashara na wafanyabiashara wengine ambao hivi karibuni mfanyabiashara wa chakula na vipodozi kutoka jijini Mbeya alitangaza kumburuza Niffer mahakamani na kudai fidia fedha shilingi bilioni 2 kwa madai ya kukashifiwa mitandaoni. Hii ni Day2 News. Asante kwa kutufuatilia na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu na kutufollow Instagram @Day2 News. Day2 News. We enlighten the dark side.